เฮ้ยข้างบนแม่งแกว่งแล้วเฮ้ยเฮียโอ้ยสัตว์โอ้ยไอ้เฮียเฮ้ยUnachokishuhudia hapo ni jengo la ghorofa ambalo limeporomoka baada tu ya tetemeko la ardhi kulikumba jiji la Bangkok nchini Thailand, na taarifa ambayo imethibitishwa na wahudumu wa dharura nchini Thailand inasema kuwa watu takribani 2 wamethibitishwa kufariki, huku kadhaa wakihofiwa kufukiwa kwenye vifusi baada ya tetemeko la ardhi lililoikumba nchi ya Thailand kutokea mchana wa leo. Na shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Ijumaa Machi 24, 2025 kuwa tetemeko hilo lenye ukubwa wa kipimo cha licha 7.7 limeukumba mji mkuu wa Bangkok saa 7:30 mchana kwa saa za Thailand. Idara ya dharura nchini Thailand pia imesema kuwa watu wengine kadhaa wanahofiwa kufukiwa kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka, ambapo shughuli ya uokoaji inaendelea. Polisi nchini humo imesema idadi kamili ya watu waliokumbwa na maafa kutokana na kuporomoka kwa majengo karibu na soko maarufu la Chatuchak bado haijajulikana, na hakuna taarifa za mara moja kuhusu ni wafanyakazi wangapi waliokuwepo kwenye eneo la jengo hilo ambalo lilikuwa bado linaendelea na ujenzi. Video iliyosambaa mitandaoni inaonyesha jengo la ghorofa nyingi lililokuwa na kreni juu yake likiporomoka na kusababisha wingu kubwa la vumbi, huku watu waliokuwa wakitazama wakipiga kelele na kukimbia kwa hofu. Wakazi wa Bangkok waliotoka nje ya majengo yao walipewa onyo la kubaki nje kwa tahadhari kuwa huenda kukatokea matetemeko mengine zaidi siku ya leo. Mfanyakazi wa idara hiyo, Songwati Wangpon, alieleza Associated Press kuwa jengo moja la ghorofa liliporomoka na kuwa majengo mengine yalikuwa yamepata kreki kutokana na mtikisiko huo. Mbali na Bangkok, tetemeko hilo linatajwa kuwa limesambaa na linatajwa kuwa limeanzia nchini Myanmar ambako limepiga kwa kiwango ama kwa kipimo cha licha 6.4. Kwa mujibu wa taasisi ya jiolojia ya Marekani ya USGS na kituo cha sayansi cha jiolojia cha GFZ cha Ujerumani kimesema kuwa tetemeko hilo lilikuwa la kina kifupi cha kilomita 10 na kiini chake kilikuwa nchini Myanmar kulingana na ripoti za awali. Mtalii kutoka Scotland, Fraser Morton, aliyekuwa akinunua bidhaa kwenye moja ya maduka makubwa jijini Bangkok, amesema kwa ghafla jengo lote lilianza kutikisika. Ghafla vilisikika mayowe na hali ya hofu ikatawala. Nilianza kutembea kwa utulivu mwanzoni, lakini baadaye jengo lilianza kutikisika vibaya. Kulikuwa na mayowe mengi, watu walikuwa wakikimbia ovyo, wengine wakishuka ngazi za umeme kwa njia isiyo sahihi, huku kelele za vitu vikidondoka zikiwa kila mahali, amesema mtalii huyo ambaye alikuwa katika moja ya majengo ambayo yako jijini Bangkok nchini Thailand. Maelfu ya watu walimiminika kwenye bustani ya Benjasiri kutoka kwenye maduka makubwa, majengo marefu na majengo ya makazi yaliyoko kando ya barabara ya Sukhumvit, moja ya maeneo yenye shughuli nyingi jijini Bangkok. Wengi walikuwa wakizungumza kwa simu wakijaribu kuwasiliana na wapendwa wao kujua iwapo wako salama ama la, huku wengine wakijikinga na jua kali la alasiri ya leo. Baadhi yao walikuwa wakitazama kwa hofu majengo marefu yaliyojaa katika sehemu hiyo yenye msongamano mkubwa wa watu, hususan watalii kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Nilitoka nje na kisha nikatazama juu, nikaona jengo likitikisika, vumbi na vipande vya uwashi vikianguka. Ilikuwa hali ya kutisha sana, amesema Morton, mwisho wa kunukuu. Sauti za ving'ora zimeenea katika jiji la Bangkok, huku barabara zikiwa zimefurika magari na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Mfumo wa usafiri wa treni na umeme na njia ya chini ya ardhi pia vilifungwa. Halmashauri ya jiji hilo ilitangaza Bangkok kuwa eneo la maafa ili kuwezesha msaada wa dharura na uratibu wa huduma za uokoaji kufanyika. Kwa upande wake, mtalii kutoka Uingereza aliyekuwa kwenye baa moja iliyopo barabarani jijini humo, Paul Vincent, amesema baada ya kutokea tetemeko hilo, watu walifurika mtaani kwa hofu ya kutokea mtikisiko mwingine. Alisema alipojitokeza mtaani aliona jengo refu likiyumba, huku maji yakimwagika kutoka kwenye bwawa la juu ya jengo hilo. Namnukuu, nilipoona jengo hilo, Mungu wangu, ndipo nilipotambua ukubwa wa hali hii. Watu walikuwa wakilia mtaani, hali ya hofu ilikuwa mbaya sana, amesema Vincent, mwisho wa kunukuu. Ni kuombe tu mtazamaji wa Mwananchi Digital endelee kusalia
na Mwananchi. Tutakusogezea kila updates inayojili kuhusiana na madhara yaliyosababishwa na tetemeko hilo ambalo limeikumba nchi ya Thailand na Myanmar. Hizi ni nchi ambazo ziko kusini mashariki mwa bara la Asia. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.